Zaidi ya wanawake 10,000 wamenufaika na matibabu katika hospitali ya CCBRT baada ya kutibiwa ugonjwa wa fistula tangu kuanza kutoa huduma ya matibabu hayo kwa miaka 20 sasa, na hatimaye kurejesha furaha kwa wanawake na kuendelea na shughuli za maendeleo katika jamii. Hayo yamesemwa na Daktari Maria Lwanga ambaye ni bingwa wa magonjwa ya wanawake katika hospitali ya CCBRT, ikiwa ni siku ya maadhimisho ya ugonjwa wa fistula duniani, na kuipongeza serikali na wadau mbalimbali kwa namna wanavyojitahidi kuwasaidia wanawake kurejesha furaha zao na kuendelea na maisha. Zaidi ya miaka 20 sasa, na tumeweza kuwasaidia wakina mama kupona tatizo la fistula zaidi ya kina mama 10,000. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia sana, na kwa kwetu siku ya leo ni siku maalum mno. Tuna furaha kuunganika na wenzetu wote duniani kuadhimisha siku hii, tukipongeza jitihada kubwa zinazofanywa na serikali kuungana na wadau katika kupambana dhidi ya tatizo hili na kuhakikisha kwamba kufikia mwaka 2030 tunatokomeza kabisa tatizo la fistula ya uzazi. Kwa upande wake, Daktari Peter Majinge amesema ugonjwa wa fistula sio tu unatokana na kupata uchungu pingamizi kama hapa anavyoelezea, na kutoa wito kwa jamii kutoa nyanyapaa na kuendelea kutoa elimu ili kupata msaada wa matibabu. Nzuri kwa tunaona kina mama wengi wanapata fistula kwa sababu ya ule uchungu au uzazi pingamizi. Lakini sasa hivi tunaona wale kina mama ambao wanapata changamoto ya fistula kwa sababu ya upasuaji, wanapofika hospitalini wanaanza pia kuongezeka sasa. Na hii inaonyesha kwamba wengi wanafika hospitalini, lakini kuna madhara ambayo wanayapata wakiwa katika vituo vya afya au hospitalini. Na ndio maana tunajaribu kusisitiza kwamba upasuaji wa mama anapokuwa katika hali ya kujifungua ni lazima uwe upasuaji salama. Changamoto ya fistula sasa, hapa ndipo jamii nzima inatakiwa uhusika. Mama wengi wanatengwa na jamii zao. Daktari Majinge pia anaongeza, pamoja na kutoa huduma ya matibabu ya ugonjwa wa fistula, pia wanapata fursa ya kujifunza stadi za kazi. Lakini anapokuwa hapo hospitali kuna huduma tofauti ambazo tunamfanyia, ikiwa ni pamoja na ushauri na saa, kwa sababu tunajua kina mama wengi wanaopitia katika madhara haya ya fistula wanakuwa wametengwa na jamii na wanakuwa wanapata na msongo wa mawazo. Kwa hiyo wakija hapa CCBRT kuna wataalamu ambao wanakuwa wanaongea nao na kuwarudisha katika hali yao ya kawaida. Na baada ya kupona sasa kuna kitengo chetu tofauti ambacho tunawapa kama stadi za kazi, ushonaji, ufumaji, ambapo kinawasaidia sasa wanaporudi kwenye jamii waweze kukubalika kirahisi. Nao baadhi ya wagonjwa waliopatiwa matibabu ya ugonjwa wa fistula katika hospitali ya CCBRT wamesema, nakaa tu nyumbani kila muda, nikaa chini na mko melewana. Anapiga hata wageni ukikaa hawezi kuinuka mpaka waondoke. Nikaa hivyo na familia yake. Sasa nikasema sasa mimi nifanye nini? Maana ugonjwa kwa kwamba wakulogwa. Na hiyo kusikia kwamba ni fistula sasa inafanya nini? Kwa sielewi na pia labda kimetibabu na sema na ndani nzima imetoa mpira leo na mshukuru Mungu. Kina hapa kingine tena nimepata nimejiandikisha kujifunza cherehani. Mshukuru Mungu kwa maana sasa nimependeza. Hizi na wiki moja na siku nyingi. Nilifanywa operation Jumatatu ya wiki. Maendeleo mimi naona ni mazuri, sio mabaya, japo sijafikisha hizo siku za kumaliza za kuchekiwa, lakini naona maendeleo sio mabaya. Waweza kutusafisha kuleta mpaka hapa. Yaani nawashukuru sana hata madaktari wanaotusaidia. Mungu awabariki, aongezee pale wanapotoa. Kina mama 1450 wamefanywa upasuaji kwa kipindi cha mwaka 2022 hadi mwaka 2024, na kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 4 mwaka huu wagonjwa wa fistula 98 wamepatiwa huduma ya upasuaji. Na kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kutokomeza ugonjwa wa fistula kwa mwaka huu ni afya ni haki ya kila mwanamke, tengeneza hatima yake pasipo fistula ya uzazi. Fistula inatibika. Sofia Malaki, Mlimani TV, elimu kwanza.